Mtazamaji wa Nyekani TV, tukuletee taarifa kutoka Burkina Faso ambako rais wa nchi hiyo Ibrahim Traore, kapteni wa jeshi huyu, mwamba wa Afrika, ambaye amepokea salamu za pongezi kutoka kwa rais wa 44 wa nchi ya Marekani, na si mwingine lake jina Barack Obama. Barack Obama amempongeza sana Ibrahim Traore katika kazi anazoendelea kuzifanya katika nchi ya wanyofu, yani Burkina Faso, ambapo amemtumia ujumbe maalum kumpelekea salamu za pongezi. Lakini la haula, rais Kapteni Ibrahim Traore amekataa kupokea ujumbe huo kwa moyo mmoja ambao wengine labda wangedhani angeupokea. Ikumbukwe, katika nchi nyingi za Kiafrika, maraisi wakipongezwa na viongozi wa dunia, na maanisha kwamba rais labda wa Marekani kama ilivyo kwa Obama au Trump, nadhani katika nchi hizo vigeregere, shangwe na nderemo kwa wale wapambe wa viongozi hao, maraisi hao, zinakuwa nyingi kweli kweli, lakini si kwa mwamba Ibrahim Traore wa Burkina Faso. Ujumbe huo ambao ameutuma bwana Barack Obama ulifika katika ikulu ya Ibrahim Traore na kumpatia, ambapo aliamua kuisoma, lakini kwa tafsiri ambayo si sahihi labda sana, alisema hivi kwa Kiswahili. Anasema kwamba bwana Barack Obama akimueleza huyo bwana Ibrahim Traore, na Ibrahim Traore akasoma akielezwa kwamba kutoka kwa Obama: Ibrahim Traore, historia inatengenezwa na watu wenye uthubutu wa kuyabadili ama kuyakabili mazingira. Ushujaa wako katika mazingira magumu umehusiana, hakika umeonyesha kwamba wewe unafaa. Wakati barabara mbele yake ni ngumu, naamini utaongoza kwa unyofu kama ambavyo umekuwa ukifanya, jambo ambalo limewavutia sana watu wako. Ulimwengu unakuangalia, na sisi wengine tupo nyuma yako na tunajifunza kutoka kwako. Maneno haya mazuri yaliandikwa na Barack Obama kwenda kwa Ibrahim Traore, akimpongeza kwa shughuli ambazo anazifanya katika uongozi wake. Lakini ajabu, baada ya kusoma ujumbe huu maalum kutoka kwa wale waambata ama wale waliokuwa wametumwa na Obama kumpelekea salamu za pongezi Ibrahim Traore akaonyesha kwamba anakasirishwa na message hiyo. Na ndipo ikawashtua watu wengi sana kwamba iweje kiongozi wa Afrika anapongezwa na rais mkubwa wa dunia bwana Barack Obama, lakini yeye hafurahishwi na hizo salamu za pongezi. Na baadaye akakaa vizuri na mbele ya kamera akaamua pia kutoa majibu ambayo yalikuwa kwa namna hii kwa Kiswahili, kama nilivyosema kwamba ninatafsiri kwa Kiswahili. Sijui kama itakuwa tafsiri sahihi, lakini naamini ndivyo ilivyokuwa. Bwana Ibrahim Traore akamjibu Barack Obama akisema, akimweleza kwamba amepokea kwa unyenyekevu salamu zake, lakini akasoma akisema: Mr. Obama, asante kwa maneno yako, ila Afrika kwa sasa haihitaji pongezi, bali inahitaji haki. Watu wakashangaa sana kwenye jambo hilo, akimweleza kwamba Afrika kwa sasa haihitaji pongezi, bali inahitaji swala la haki. Akaendelea kusema kwamba pongezi hazishibishi wala hazirejeshi mali zilizoibwa. Dhahabu zetu zimetajirisha watoto wenu, na wakati watoto wetu wanakufa njaa. Huyu ni Ibrahim Traore anamjibu Obama. Anasema drones zenu zinazunguka anga letu, lakini bado maadui wanatuchinja kila siku. Huyo ni Ibrahim Traore anamweleza hii message inaenda kwa Barack Obama kwamba drone zao zinazunguka katika anga zetu za Afrika, lakini watoto wetu wanauawa kila siku, au maadui wanatuchinja kila siku. Mnawaita viongozi wetu wala rushwa, lakini ni nani anayewapa silaha kuua watu wao?
Hili ni swali moja wapo analouliza Ibrahim Traore kwa Barack Obama kwamba viongozi wetu mnawaita wala rushwa, lakini je, ni nani anayewapa silaha za kuua watu wao? Akaendelea mbele na kusema, nani alimpindua Sankara? Na nani alimuua Gaddafi? Haya ni maswali magumu sana ambayo anauliza Ibrahim Traore kwa rais wa 44 wa nchi ya Marekani Barack Obama baada ya pongezi zake hizo. Kwamba maswali hayo ni ujumbe huo ama hotuba hiyo ilikuwa ni nzito sana kwa Ibrahim Traore kwenda kwa viongozi hawa wakubwa. Lakini unaweza kujiuliza, haya yalioenda kwa Ibrahim Traore, pongezi hizi ambazo zimeenda kwa Ibrahim Traore, angekuwa rais mwingine wa nchi za Kiafrika, angezipokeaje? Au wewe ungezipokeaje kama Mwafrika? Lakini Ibrahim Traore amezikataa pongezi hizo, akisema kwamba pongezi kwa sasa hazistahili kwa sababu wao hawa watu wakubwa ndio watu wabaya kwa namna moja ama nyingine, na ndio wanaodhoofisha uongozi ama uchumi wa bara la Afrika. Huyu ndiye Ibrahim Traore ambaye amezikataa pongezi hizi. Wewe unasemaje kwa maoni yako katika jambo hili?